Askofu mkuu wa kanisa la Mennonite Tanzania, Askofu Nelson Kisare, ameshauri serikali pamoja na viongozi wa dini kuweka mifumo bora ya kuwasikiliza vijana na kuwapa nafasi ya kutoa maoni yao badala ya kutumia nguvu kubwa katika kuwanyamazisha. Askofu Kisare ametoa kauli hiyo jana Disemba 17 wakati wa semina iliyoandaliwa na kanisa la Mennonite kwa kushirikiana na taasisi ya Mwalimu Nyerere Foundation iliyofanyika katika manispaa ya Msoma mkoani Mara. Amesema kuwa endapo vijana watasikilizwa kwa dhati na wanasiasa wakaacha tabia ya kuwatumia kwa maslahi binafsi na baadaye kuwatekeleza, hatua hiyo itasaidia kujenga upya jamii ya Watanzania yenye upendo, mshikamano na amani ya kudumu. Tumsikilize kwa undani zaidi Askofu Nelson Kisare akizungumzia kuhusiana na swala hili. Taifa hili la Tanzania, tuwasikilize hawa vijana, kuna nini huko kwao, wanataka nini? Sisi viongozi wa dini pamoja na viongozi wengine hatujawapa vijana nafasi kubwa ya kusema na kuwasikiliza wanataka nini. Tunatumia nguvu nyingi sana kuwanyamazisha, haitatusaidia. Kuna nguvu nyingi sana inatumika nchi hii kunyamazisha vijana hao wasiseme, haitatusaidia. Ni lazima tuwasikilize. Wana mambo yao yanayowaumiza katika mioyo yao. Hata kama tunatofautiana, kutofautiana si jambo baya. Kutofautiana kwanza ninaloleta maendeleo. Hawa vijana wana mawazo yao, wana mambo yao, vitu wanavyoviona, wanahitaji wapate ufumbuzi, wapate solution. Nani anawasikiliza? Waende wapi? Kwa hiyo wakaenda kwa baba yao, wakamwambia, baba, hatusikilizwi, wewe tusikilize. Baba yao akamwambia, mimi nitawasikiliza. Mnajua baba yao ni nani? Baba yao anaitwa mitandao ya kijamii. Ndio baba yao anaitwa mitandao ya kijamii. Wakaenda hapo kwa baba yao anaitwa mitandao ya kijamii. Huyo baba yao mitandao ya kijamii, yeye anawasikiliza na anaongea nao na wanapanga mambo yao na baba yao huyo mitandao ya kijamii, na wanapanga mitandao ya kijamii. Lakini sisi viongozi wa dini, viongozi wa serikali, wanasiasa, tunawatumiaje hawa vijana? Wengine wanawatumia hawa vijana kwa kutekeleza mapenzi na matakwa yao kwa mambo maovu. Yaani ukitaka kufanya jambo lako hovu, unaenda kwa hawa vijana. Kwa sababu hana ajira, hana familia, hana kitu cha kupoteza. Kwa hiyo ni rahisi kumshawishi akusaidie kufanikisha maovu unayotaka kufanya. Wanaenda kwa vijana hawa. Ni wajibu wetu sisi kama viongozi wa dini kuendelea kuwalea vijana wetu katika maadili mema, kwa kumcha Mungu, kwa kuwa na hofu ya Mungu ndani ya mioyo yao, na kuwasaidia nini wafanye. Mwanzo aliyopendekeza ni mazungumzo. Tuzungumze tuone kweli wananchi wanaridhika, ambacho wanasema waridhiki ni kipi. Mawazo yao ni mengi, lakini katika mazungumzo hamwezi kukosa consensus. Yale mnayokubaliana leo yanawasaidia kwenda mbele na kujenga uwezo wa kuzungumza yale ambayo hamuelewani. You see? Mkizungumza hamwezi kukosa kuelewana. You see? Hata mnapokuwa hamuelewani, mtaelewana kwa nini hamuelewani. Na hiyo nayo ni plus. Kwa hiyo mazungumzo ni muhimu. Ndicho tunaendesha hapa. Sasa sisi nilichosema ya pili hapa, tumeombwa kama taasisi. Na taasisi si mimi. Taasisi imesema ni Nyerere ndiye atuanzisha taifa hili. Alafu tumesema taasisi nyingine ni ya dini. Wao yuko Mungu. Yuko sisi, tulikuwa na Nyerere. Ametuacha nchi salama. Wote sisi. Lakini tumepata tatizo. Nagusa polisi, nagusa kila mtu, nagusa sisi. Sasa tatizo ni nini? Hata kusema ni rais. Rais ni mmoja wetu tu. Anaweza kuwa na tatizo lake. Tulizungumze. Na haruhusu tuzungumze. You see? Huwezi kuwa na baba ndani azungumza hata unapokuwa na wake 20 wanakuzungumza. You see? Kwa hiyo rais ni rais wetu. Tunamzungumza kama tumzungumza kwa nia njema na kwa heshima kubwa kabisa. Na hatuzungumzi kumuondoa kwa sababu kuna utaratibu wa kumuondoa upo. Ndio maana hatukubaliana nao wanaosema aondoke kesho. Hatukubali. Alishachaguliwa. Na tukisha fanya kosa la kumchagua rais, tukafanya kosa la kumchagua baba wa taifa, mkifanya kosa mkamchagua huyu, hatujafanya kosa,
Tumechoka kwenye chama huko tu. Yeye anakosa, alichaguliwa kule cooperative. Ndio. Kwa hiyo ni rais wetu. Na si rais wa CCM huyo. Ni rais wa Tanzania. Kwa hiyo lazima tumlinde kwa sababu yeye ndiye nguzo yetu. Na hilo tunasema lazima tulinde rais wetu, yeye ndio nguzo yetu. Hakuna habari ya kusema sijui askari waende kumuondoa, hatutaki. Tutazungumza kama kuna matatizo, tutaelewana. Yani mkipigana nyinyi wenyewe, mkavurugana nyinyi wenyewe, ina maana mwisho wa siku hamna mtu ambaye wanaweza kufaidi watu wengine. Kwa hivyo natoa wito wangu kwa jamii ya Watanzania wote, hususan rika ya vijana, tujitahidi sana kuwa watulivu.